Shalom mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV. Ni furaha yangu Mungu amekulinda na matukio ya kidunia na amekulinda mpaka majira haya, ni mzima wa afya na unamtukuza Kristo kwa ajili ya hilo. Kwa upande wangu ninamtukuza Kristo pia kwa kuwa nilikuwa sistahili, lakini Mungu amenistahilisha kunipa afya na nguvu mpaka majira kama haya. Basi nipende kukuambia nini kitakachojiri siku ya Jumapili katika madhabahu ya Mlima Moria, ambapo ni tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo kutakuwa na mafuneno la Mungu mazuri sana yatakayoongozwa na mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon, yenye ujumbe wa neno la Mungu unaosema kwamba songa mbele, usitazame nyuma. Nyuma kuna magonjwa, kuna umaskini, kuna taabu, kuna mateso yasiyoisha milele ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Moja kwa moja tuende katika andiko linalotoka katika kile kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 19 mstari wa 26. Nitasoma katika jina la Bwana. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Hapa tukiangalia katika Biblia inamzungumzia mtu mmoja akiitwa Lutu. Lutu alikuwa akiishi katika mji wa Sodoma na Gomora. Lakini katika mji ule ulikuwa na machafuko, ulikuwa na machukizo mengi, anasa ambazo watu walikuwa wakizifanya, lakini Mungu alikuwa hapendezi na yale machukizo. Ndipo akamtumia malaika Lutu kumwambia kwamba nitauangamiza mji wa Sodoma na Gomora. Ndipo malaika akamwambia Lutu, ondoka wewe na jamaa yako na wakwe zako na watoto wako, muende katika mji Mungu atakaowaambia. Ndipo tukamwona Lutu akabeba alivyokuwa navyo, mkewe, watoto, vyote wakaondoka. Lakini pia malaika akamrudia akamwambia msitazame nyuma. Lakini tunaona kwamba mke wa Lutu alitazama nyuma, akawa nguzo ya chumvi. Alitazama nyuma kwa sababu alikumbuka vilivyokuwepo nyuma vingi ambavyo vilikuwa ni machukizo mbele za Mungu, lakini Mungu alikuwa ameshasema kwamba wasonge mbele. Basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, Mungu anaposema na wewe songa mbele, usitazame nyuma, songa mbele mwaka 2026, umuone Mungu kwa viwango vya juu. Tunapozungumzia kusonga mbele, tunazungumzia mbele kuna baraka ambazo Mungu ametuahidia, baraka ambazo ni watoto wazuri, ndoa nzuri, kazi nzuri, maisha mazuri, furaha, amani na upendo. Ndo Mungu anaposema songa mbele. Tunaangalia katika kile kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 12 mstari wa 1 na ule wa 2. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyuma ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitakubariki wakubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zako zote za dunia watabarikiwa. Mungu anasema na Ibrahim kwamba toka katika nchi unayoishi. Mungu anasema na wewe mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, toka katika maisha unayoishi ambayo hayampendezi Mungu, ndipo akubariki, usitazame nyuma. Moja kwa moja tukiangalia katika kutazama nyuma, katika kusonga mbele. Katika kusonga mbele, wako watu ambao watakao kurudisha nyuma, wasiopenda mafanikio yako, lakini Mungu anakuambia siku ya leo, songa mbele, usirudi nyuma. Tuangalia katika kile kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa 14 mstari wa 13 hadi ule 15, neno la Mungu linasema, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri
mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Bwana anasema na wewe mpenzi mtazamaji wa siku ya leo, unalia nini? Unalilia nini mwaka 2025 ulivyoviacha? Songa mbele. Tazama baraka zilizoko mwaka 2026 ambazo Mungu amemwahidia Ibrahimu, ambazo na sisi vile vile ndio tumeahidiwa. Tumeidiwa kubarikiwa, kuinuliwa, kuishi maisha mazuri yenye furaha na utukufu mbele za Mungu. Basi usipange kukosa siku ya Jumapili ambapo tutaenda kumuona Mungu isivyo kawaida. Bado ni tunaendelea kuziteka baraka za mwaka 2026. Nawe pia ninakukaribisha tuendelee kuteka kupitia madhabahu ya Mlima Moria baraka ambazo Mungu alimwahidia Ibrahim, nasi pia tuendelee kuziteka, tuendelee kubarikiwa. Kwa wewe ambaye unaingia katika channel ya Gideon Online TV kwa mara ya kwanza, nipende kukaribisha. Madhabahu ya Mlima Moria ipo katika mkoa wa Kilimanjaro, maili 6 Msasani. Kwa wewe ambaye unatokea Moshi mjini, unatokea barabara ya Arusha Boma, utashuka kituo kimoja cha mashine, upande wa kushoto utaona bango lililoandikwa Mlima Moria Ministry, na siku za huduma moja kwa moja litakuelekeza wapi huduma ya Mlima Moria ilipo, na sio mbali sana na barabarani. Pia Mungu awabariki sana wale wote ambao tunashirikiana katika channel ya Gideon Online TV. Nipende kukuambia tu, pindi umalizapo kutazama kipindi hiki usisahau kubonyeza alama ya kengele, kwa sababu utakuwa umejiunganisha moja kwa moja kuwa familia moja ya Gideon Online TV. Kwa pamoja tunawapenda sana na tunawajali. Karibuni nyote.